Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Wapenzi watazamaji, tukiendelea na somo la tauhidi mlango wa 8, ma maana qiyamihi ta'ala binafsihi, ni yapi maana ya kusimama Mwenyezi Mungu atukshio kwa nafsi yake? Ni yapi maana ya Mwenyezi Mungu kujisimamia yeye mwenyewe? Maanahu, maana yake huko kujisimamia Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe, annahu la yaftakiru ila mahallin, ni ya kuwa Mwenyezi Mungu la yaftakiru ila mahallin, hahitaji mahala popote. La yaftakiru ila mahallin, hahitaji mahala popote, sijue yuko kwenye mbingu, yuko kwenye ardhi, yuko katika arshi. Wala ila mukhassasin, wala hahitaji chenye kuhusishwa kama arshi, kama mbingu ama ardhi. Mungu hahusishwi na mahala. Wadaliluhu, wala ila mukhassasin, wala chenye kuhusishwa. Wadaliluhu, na dalili yake huko Mwenyezi Mungu kujisimamia yeye mwenyewe, annahu law ihtaja ila mahallin, lau angelihitajia mahala popote, au mukhassasin, au pahala palipohusishwa ama kilichohusishwa, lakana sifatan, basi angelikuwa ni sifa Mwenyezi Mungu, wa hadithan, na angelikuwa ni mwenye kuzuka. Wa kaunuhu sifatan, na kuwa Mwenyezi Mungu ni sifa, wa hadithan, na ni mwenye kuzuka. Muhalun, haliwezekani, ni muhali, haliwezekani, halimkiniki. Wa yastahilu alayhi, na yawa muhali juu ya Mwenyezi Mungu, na haimkiniki juu ya Mwenyezi Mungu, na haiwezekani juu ya Mwenyezi Mungu. Adamu qiyamihi binafsihi, kukosekana kujisimamia yeye mwenyewe, kukosekana kusimama kwa nafsi yake, manake kujisimamia. Sin sual, ma maana alwahdaniyati wa ma daliluha, ni ipi maana ya upweke na ni ipi dalili yake? Ma maana alwahdaniyati wa ma daliluha, ni ipi maana ya upweke na ni ipi dalili yake? Maanaha, maana ya upweke, kuwa Mwenyezi Mungu yuko peke yake, fi dhati, katika dhati yake. Annaha laysat murakkabatan min ajza'in mutaaddidatin, ni ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni ya kuwa huo upweke, laysat murakkabatan, haukuwa ni wenye kupandamanishwa, min ajza'in mutaaddidatin, kutokana na vifungu venye kuangika, vifungu venye kuhisabika, ama vifungu vingi. Yeni Mungu hana sijui Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, ama Mungu na Mungu mwingine wa kufanya jambo fulani. Wa fi sifati, na katika sifa, annahu laisa lahu sifatani, hana sifa mbili. Annahu, ni ya kuwa Mwenyezi Mungu, laisa lahu sifatani fa akthara, hana sifa mbili na zaidi. Min jinsin wahidin, kutokana na jinsi moja. Ka kudrataini, kama uwezo miwili. Wa hakadha, na namna hii. Hana kudra mbili, kudra yake ni moja. Walaisa li ghairihi, na hapana kwa mwingine asokuwa Mungu, sifatun, sifa yoyote, tushabihu sifatahu ta'ala, yashabihiana na sifa ya Mwenyezi Mungu atukshio. Kushabihiana ni kufanana, ama ni mfano wa kufanana. Mushabaha ni mfano wa kufanana, alafu mumathala ni kufanana sawa sawa. Hata mushabaha wa sifa ya Mwenyezi Mungu hakuna mtu mwenye sifa hiyo. Wa fil af'ali, na katika vitendo, annahu laisa li ghairihi fi'lun min al af'ali, hapana kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu
kwa mwingine asiokuwa Mwenyezi Mungu, li ghairihi kwa mwingine asiokuwa Mwenyezi Mungu, fi'lun hapana kitendo, minal af'ali kutokana na vitendo, annahu laysa li ghairihi fi'lun minal af'ali, yakuwa amri na shani hapana kwa asiye kuwa Mwenyezi Mungu kufanya ama kutenda, minal af'ali kutokana na vitendo vya Allah. Wadaliluhu, na dalili yake, annahu ya kuwa Mwenyezi Mungu, lau kana mutaaddidan, lau angelikuwa ni mwenye kuangika kuhisabika, lam yujad shay'un min hadhihi almakhluqati, pasingelipatikana chochote kutokana na hivi viumbe. Wadhidduha, na kinyume chake, at-taaddudu ni kuangika kuhisabika.